ndio jumuiya pekee inaunganisha makundi yote. Lakini ni jumuiya ambayo mimi naamini ni jumuiya yenye kazi kubwa. Jumuiya hii inaongozwa kwa kufanya kazi ya malezi. Jumuiya hii katika sera yao na kanuni yao, kazi yao ni kusimamia elimu. Kwa hiyo mnaona namna gani mna jukumu kubwa. Ni jumuiya ambayo inabeba jukumu kubwa sana. Lakini nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa wazazi pamoja na kamati yake ya utekelezaji kwa kubuni hili kwamba kuna haja ya kukutana, na kwa kweli leo mmetuweza, kila mtu alitoka sehemu yake amekuja, wabunge wote tuko hapa. Nyewe mnaona jumuiya hii ilivyo na nguvu Kila mtu ameacha kazi zake, amesema tunaenda kwa wazazi. Kwa wazazi kuna jambo, na jambo lenyewe ndio hili hapa. Lakini ndugu zanguni, kwa sababu ni mkutano wenu wa kwanza na mimi ndio mkutano wa kwanza kukutana na nyinyi, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi mkoa wa Manyara tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni katika kipindi chake cha uongozi huu ametupendelea wana Manyara. Ni katika kipindi hiki wana Manyara, sisi wenzenu ambao ninyi mlituaminisha mkatutuma kule, Daktari Samia Suluhu akatuona. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuona katika serikali yake, ametupa manaibu wawili. Daktari Samia Suluhu Hassan ameona muhimili wa bunge, akatupa naibu spika. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema anahitaji wawakilishi kwenye halmashauri kuu ya taifa, akatupa ndugu yetu Asia Halama. Sasa ni mkoa gani uliopendelewa kama sisi? Nafasi ya waneki kwenye taifa letu, kwenye bunge letu ni watu 3 tu. Katika hao 3 Manyara tumo. Lakini katika wabunge 400 na tunaye naibu spika. Katika hao wabunge 400 na mkapata manaibu waziri. Hiyo ni shukrani ya pekee. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, sisi mkoa wa Manyara kwa kweli tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini nataka niwaambie sisi tuliopewa jukumu hili, kwa kweli jukumu hili tunalipenda sana. Na uhakika tutalifanya kwa uaminifu mkubwa. Tunasema ukiaminiwa, aminika. Na heshima kubwa hii tuliopewa, hii ni ya kwenu nini Wanyamanyara. Tukifanya vibaya, tumewaangusha. Tukifanya vizuri, tumewabeba. Lakini kazi yenu ni moja, kutuombea na kututia moyo, ili tuweze kufanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa. Lakini ndugu mgeni rasmi, sisi wana Manyara tumeonyesha uaminifu mkubwa sana kwa Chama cha Mapinduzi. Ni katika uchaguzi uliopita, mkoa huu ni katika mikoa yenye utulivu mkubwa, walifanya uchaguzi kwa utulivu mkubwa kuliko mikoa yote. Watu walifanya shughuli zao vizuri, walipiga kura vizuri, na uchaguzi ukaenda vizuri. Mama Samia akapata kura za asilimia kubwa za kishindo, asilimia 98. Lakini mkoa huu tukapata wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi. Tumepata madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Na hayo ndio yaliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan kutizama Manyara kuna nini. Kwa hiyo mimi niwaombe, kwa kazi kubwa tuliyoifanya, jukumu letu ni moja kwa sasa. Kama jumuiya ya wazazi, tuna kazi ya kuendelea kumlinda Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuna kazi ya kuendelea kuiunga mkono serikali iliyoko madarakani. Lakini tuna kazi ya kuendelea kuyasemea mema yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi. Maana yake tusipofanya hivyo, watatupiga mawe. Tusiruhusu. Kila mmoja kwa nafasi yake akasemee Chama cha Mapinduzi. Tukifanya hivyo, tutampa unafuu na utulivu Mheshimiwa Rais akafanya kazi yake vizuri. Chokochoko zinazoanzishwa na wenzetu wasiotakia mema nchi hii, tuzikatae. Tuzikatae kwa nguvu zote. Tukiruhusu, tutavunja amani ya nchi yetu. Na amani ikivunjika, mimi nashukuru kuna wanakwaya waliimba hapa amsha amsha. Walisema amani ikivurugika hakuna maendeleo. Huo ndio kweli. Ukimsumbua na kumkashikashi Mheshimiwa Rais, hafikiri tena maendeleo. Ili afikirie maendeleo lazima umpe utulivu. Atawaza mema kwa wananchi wake. Asipopata utulivu, maana yake kila siku atawaza namna ya kupambana
ili amani ya nchi ipatikane. Kwa hiyo niwaombe sana tuelimishe vijana wetu, na katika vurugu zinavyotokea wanaoumia zaidi ni vijana. Na sisi jumuiya ya wazazi kazi yetu ni malezi. Tukawakumbushe, tuwape malezi ili waweze kujua kwamba hii nchi inahitaji wazalendo, lakini nchi yetu lazima tulinde kwa uchungu mkubwa.